Kuna uzoefu ambao wengi wetu tumepitia, lakini hatujawahi kupewa lugha ya kuuelezea vizuri. Unaamka asubuhi na hisia kwamba siku hiyo itakuwa tofauti, bila sababu inayoonekana. Au unakuwa katikati ya mazungumzo na ghafla unajua jibu la swali ambalo halijakuulizwa bado. Au unasikia sauti ya ndani. Si sauti halisi, bali kitu kama ufahamu inayokusukuma mbali na uamuzi fulani. Na baadaye, unagundua kwamba ilikuwa sahihi. Uzoefu huu hauna jina moja linalokubaliwa na kila mtu. Dini mbalimbali zimeupa majina yake. Falsafa zimejaribu kuuelezea. Na saikolojia ya kisasa inazidi kuuchunguza kwa njia ya kuvutia. Si kama jambo la kichawi, bali kama uwezo wa ubongo ambao bado haueleweki kikamilifu. Katika tamaduni nyingi za Afrika, ikiwa ni pamoja na tamaduni za Kiswahili, dhana ya kuona zaidi ya macho ya kawaida imekuwepo kwa karne nyingi. Wazee waliitambua, waganga wa jadi waliifundisha. Haikuchukuliwa kama jambo la ajabu, ilichukuliwa kama kitu cha kawaida ambacho mtu anaweza kukikuza kwa makusudi. Ulimwengu wa kisasa uliifunika dhana hii chini ya sauti nyingi za nje, na wengi wetu tumejitenga na uwezo huu bila hata kujua. Dalili ya kwanza inayostahili kuzingatiwa ni ndoto zenye mpangilio wa ajabu. Si ndoto za kawaida za kuchanganyikiwa, bali ndoto ambazo zinaonekana kama picha zawi zenye maana inayobaki asubuhi. Utafiti sayansifi kutoka kwa Carl Jung na wafuasi wake unaonyesha kwamba ndoto ni njia ambayo ubongo wa chini wa fahamu unazungumza na ubongo wa juu wa fahamu. Jung aliziita ujumbe kutoka kwa nafsi ya ndani. Kisayansifi zaidi, wanasaikolojia wa utamaduni wanaelezea ndoto kama mchakato wa ubongo wa kusindisa habari ambazo mchana hazikupewa nafasi ya kushughulikiwa. Wakati ndoto zinakuwa wazi zaidi na zenye mpangilio, mara nyingi hiyo inaonyesha kwamba ubongo unafanya kazi ya kina zaidi ya kawaida. Dalili ya pili ni hisia kali za intuition. Ile hisia ya kujua kitu bila kuelezea jinsi unavyojua. Hii si uchawi. Neuroscience inaielezea kama somatic markers, ishara za mwili ambazo zinatokana na uzoefu uliopita uliohifadhiwa katika kumbukumbu ya mwili. Antonio Damasio, daktari wa neura kutoka USC, aligundua kwamba maamuzi ya binadamu hayategemei akili peke yake. Mwili unashiriki. Ule msukumo wa tumbo ambao unakusema usifanye hivi, si upuuzi. Ni data ya biolojia inayotokana na uzoefu wa miaka mingi iliyohifadhiwa. Dalili ya tatu ni unyeti mkubwa kwa hali za watu wengine. Kuhisi mabadiliko ya hewa ya kihisia ndani ya chumba bila mtu kusema neno. Wanasaikolojia wanaita hii empathic accuracy, uwezo wa kusoma ishara ndogo ndogo za fasi, mwili na sauti ambazo kawaida zinapita bila kutambuliwa. Utafiti wa Paul Ekman kuhusu microexpressions unaonyesha kwamba uso wa binadamu unaonyesha hisia kwa sehemu ya sekunde, mara nyingi kabla mtu hajajua mwenyewe anahisi nini. Watu wengine wana uwezo wa hali ya juu wa kuona ishara hizi. Si nguvu ya ajabu, ni unyeti wa biolojia uliokuzwa. Dalili ya nne ni kupata majibu ya matatizo bila kufikiria kwa makusudi, inaunganishwa na kinachojulikana kama diffuse thinking mode. Ubongo una hali mbili za kufanya kazi. Hali ya makusudi ya kuzingatia na hali ya kuenea ambayo mawazo yanaunganishwa bila stress. Utafiti unaonyesha kwamba uvumbuzi mwingi mkubwa wa binadamu
ulitokea si kwa wakati wa kufikiria kwa nguvu, bali kwa wakati wa kutembea, kuoga au kulala. Einstein mwenyewe alisema kwamba mawazo makuu yake yalikuja wakati alikuwa anacheza violin. Ubongo uliostaafu kwa muda mfupi mara nyingi unafanya kazi yake bora zaidi. Dalili ya 5 ni kuvutiwa ghafla na maswali ya kina ya maisha. Maswali ambayo hayana majibu ya rahisi. Ni nini maana ya kuwepo? Kwa nini mambo fulani yanafanyika jinsi inavyofanyika? Hii si ugonjwa wa wasiwasi. Kwa watu wengi ni ishara ya ubongo unaopanuka na kutaka kuelewa zaidi ya uso wa mambo. Falsafa ya Afrika, isaso dhana ya ubuntu na mfumo wa kifikiria wa Kiswahili imekuwa ikishughulika maswali haya kwa kina kwa karne nyingi. Kuvutiwa na maswali haya si kupoteza macho, ni kuianza. Dalili ya 6 ni mabadiliko ya jinsi unavyoiona wakati. Hisia kwamba muda mwingine unapita pole sana au haraka sana bila sababu inayoonekana. Wanasaikolojia wanaelezea hii kama temporal perception shifts, mabadiliko ya jinsi ubongo unavyopima wakati kulingana na kiwango cha ufahamu na umakini. Watu wanaofanya mazoezi ya kutafakari, mindfulness, mara nyingi wanabaini hisia hii. Si dalili ya tatizo, ni ishara kwamba ubongo unabadilika jinsi unavyoshughulika uzoefu wa sasa. Dalili ya 7, na pengine yenye uzito wa kipekee, ni hamu ya ukimya na upekee wa makusudi. Si upekee wa huzuni au wa kutoroka, bali hamu ya kweli ya kukaa peke yako na mawazo yako bila mstress wa nje. Utafiti kutoka kwa wanasaikolojia kama Esther Buchholz unaonyesha kwamba uwezo wa kukaa na nafsi yako mwenyewe bila kujisikia wasiwasi ni ishara ya ukuaji wa kihisia na kiakili. Katika ulimwengu ambao unasukuma kele kila wakati, kuhitaji ukimya ni ujasiri, si udhaifu. Kwa jumla, dalili hizi zinaonyesha kitu kimoja. Ubongo na nafsi ya mtu zinafanya kazi ya ndani ambayo haionekani kwa urahisi kutoka nje. Hii inaweza kuitwa jicho la tatu katika lugha ya kiroho. Inaweza kuitwa heightened self-awareness katika lugha ya saikolojia. Inaweza kuitwa ukuaji wa utu katika lugha ya kawaida. Jina halibadilishi uzoefu. Kinachobadilika ni jinsi unavyojibu dalili hizi, kwa hofu au kwa ujasiri. Kama unaona dalili hizi ndani yako, zizingatie, zisikimbie, kwa sababu ubongo na nafsi inayouliza maswali makubwa ni zawadi, si mzigo. Kama video hii ilikugusa mahali pa fulani, shiriki na mtu ambaye nadhani angehitaji kusikia haya. Tunaendelea na mazungumzo haya pamoja.